majukwaa huko ya burudani. Atajitambulisha mwenyewe kwa sababu ya majina mengi alionayo. Mama, habari ya kwako, lakini hongera kwa kukamilisha swala zima hili la mchakato wa kupiga kura. Asante sana. Majina yako kwa wale ambao labda watakuwa ni wageni wa muziki wa dance. Kwa majina mimi naitwa Luiza Nyoni, ndo majina yanayosoma kwenye ID zangu zote, lakini jina maarufu ni Luiza Mbutu. Mimi ni mwanamuziki wa dance nchini Tanzania, lakini pia mimi ndio CEO wa bendi ya Twanga Pepeta, lakini pia mimi ni mpiga kura 2025. Nimeshatimiza haki yangu ya kikatiba, nimepiga kura. Sawa sawa. Ni mapema sana umefika katika kituo cha kupiga kura. Mchakato mzima umeendaje kwa namna ambavyo wewe umeuona, kwa maana ya namna ambavyo Tume Huru ya Uchaguzi imeandaa maofisa wake ama mawakala hawa wa kupiga kura? Labda mimi niwaambie wale ambao bado wako majumbani hawajajitokeza wajitokeze, kwa sababu utaratibu ni rahisi sana. Hutumii wala dakika 15 hazifiki, kwa sababu unapokuwa na kichinjio chako kinasoma jina lako kwa majina yako kwa herufi. Kwa unasema tu mimi labda pengine jina langu ni Luiza, ni LU, wanakupeleka moja kwa moja sema hapo ni majina ya LU. Moja kwa moja baada ya pale jina lako likishaonekana, basi wanakagua kitambulisho chako, unaingia eneo lako la kupiga kura, kitambulisho chako unakabidhi kwa wale wasimamizi pale, anaandika hii namba yako hii ya kitambulisho inaandikwa kwenye form. Baada ya pale basi unakabidhiwa fomu yako ya urais, ya mbunge pamoja na diwani. Baada ya pale unakwenda unapiga kura. Yaani hata dakika 5-10 hazifiki, unakuwa umeshamaliza. Mimi nawapongeza sana tume. Kiukweli wamejipanga vizuri, utaratibu ni mzuri, tofauti na watu walivyokuwa wanafikiria. Yaani unafika dakika zako kadhaa unamaliza unarudi. Mimi nimefika hapa hata dakika 10 hazijafika nimeshapiga kura. Yeah. Sasa kwa nini Mtanzania anapaswa kutimiza takwa hili la kikatiba la kupiga kura? Ili aweze kumweka madarakani kiongozi ambaye atatuvusha katika mambo mengi mbalimbali, hasa maendeleo ya jamii ya Watanzania. Na ndio maana unakuta kwamba tunawachagua viongozi wa maeneo yetu husika, kwa sababu wao wanaishi na sisi na wanajua changamoto gani ambazo tuko nazo, ili yeye anaweza yeye ataenda kutusemea sasa kule mbele atakapokuwa ameingia bungeni au kwa nafasi ya udiwani na hata katika urais. Wapo tunasema sehemu kubwa ya jamii ya Watanzania na dunia kwa ujumla, population kwa maana ya namba ya watu kubwa kabisa ni vijana. Wewe ni mama yetu, dada yetu, unayo nafasi ya kuzungumza na vijana ambao wanakuangalia sasa, ambao wanapaswa kufahamu umuhimu wa kupiga kura. Nini ambacho unaweza ukawaambia? Mimi ninachoweza kuambia vijana wajitokeze kwa wingi kupiga kura. Haswa wao wanatakiwa wajitokeze kuja kupiga kura, ili viongozi watakaoweka madarakani ndio hayo maendeleo watakao kuja kuyafanya ni kwa ajili yao, yani kwa ajili yetu ya hao vijana pamoja na watakao kuja kuzaliwa hapo baadaye. Kwa sababu maendeleo yanatakiwa kwamba yapo na mtu ambaye kwamba kweli na uchungu na eneo husika kama nilivyosema. Kwa vijana wengi wajitokeze kuja kupiga kura, kwa sababu ndio kola mkubwa kweli ya vijana ambao tunao Tanzania. Lakini pia wanawake, usisahau. Wanawake ni wengi sana. Kila mama pia wajitokeze kuja kupiga kura ili kuweka viongozi makini ambao wataweza kutupa maendeleo katika maeneo yetu husika. Kwa hiyo vijana wajitokeze kwa wingi kuja kupiga kura, kina mama, lakini sio tu hao, Watanzania wote ambao walijiandikisha. Kwa sababu pia kama hujajiandikisha basi utakuwa umepoteza haki yako. Lakini unapofikisha tu miaka 18, na pia naosisitiza wazazi, vijana wetu ambao wanafikisha miaka 18 tuhakikishe kwamba lazima umuelezee kwanza umuhimu wa yeye kujiandikisha kupiga kura, lakini pia umuhimu wa yeye kuwa na vitambulisho vya kitaifa. Mfano kama cha kupigia kura cha taifa ni lazima vijana wawe navyo. Yeah. Yapo mengi ambayo yanazungumzwa na vijana, lakini wapo ambao wanaonyesha kuwa na mawazo yenye ukinzani na vitu vingine vingi kama hivyo. Wewe binafsi umepata nafasi ya kupiga kura katika nyakati mbalimbali za uchaguzi mkuu. Kuna utofauti gani wa taratibu ambazo zimeenda kwa mwaka huu, kwa maana ya zile taratibu rafiki kulinganisha na chaguzi nyingine zilizopita? Yaani mimi miaka yote nilopiga kura, mwaka huu utaratibu the best. Kipindi kile cha nyuma kuna usumbufu, mtu anakuja kituoni unakaa muda mrefu sana kwa sababu ya taratibu zilizokuwa zimezuka. Lakini mwaka huu ya mimi namwambia mtu yote ambaye yuko nyumbani, hebu avae atoke aje kupiga kura. Ni dakika zako 5 umemaliza. Utaratibu ni mzuri mno, uko rahisi, uko rafiki.
Hata kama mama ameacha maharage yake hapo anaacha anachemka, anakuja anapiga kura na stili atakuta yako tu vizuri. Kwa hiyo watu wajitokeze kuja kupiga kura. Utaratibu ni rahisi sana, hautumii muda mrefu. Umeridhishwa na hali ya usalama ambayo ipo hapa katika sehemu ya ama kituo hiki cha kupiga kura? Mimi nimeridhishwa na hali ya usalama uko wa kutosha, unakuja kwa uhuru, kwa haki. Jamani, Tanzania ni nchi yenye amani. Watu wasisikilize maneno ya kwenye mitandao. Na kwenye mitandao ni sehemu ndogo sana ya maisha ya binadamu. Lakini maisha yetu mimi na wewe ni hii live au hii amani ambayo tuko nayo. Tuitunze. Kuna watu wanatamani kuwa Watanzania, lakini wanajikuta kwamba wamezaliwa maeneo ambayo kwamba yana vurugu, yana vita. Watu wanatamani wapumzike hayo maisha. Sio maisha mazuri. Kwa hiyo tunaendelea kuhubiri amani ya nchi yetu kwa ajili ya mafanikio, kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu. Hakuna kitu kibaya kama kukosa amani katika nchi. Ni kitu kibaya sana. Kila kitu huwa kinasimama, lakini mimi nawaambia watu wajitokeze kuja kupiga kura, kwa sababu utakapotoka nyumbani tena leo kumetulia. Unakuja mara moja unapiga kura, unamaliza unaondoka. Amani iko ya kutosha. Shukrani sana. Asante sana. Irahe. Asante. Bwana, kama ambavyo nimekwambia, huyo ni kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini. Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.